Ngoma za Mapare zilikuwa zinatema mavumbi angani, zikishindilia ardhi yenye mabonde na vilima vya milima ya Pare. Kila dundo lilihesabiwa kwa mguu na mkono wa kila mshiriki, huku sauti za zeze, marimba na filimbi zikisonga kama upepo wa asubuhi ukipita kwenye majani marefu ya vilima vya Pare. Usiku huo, kijiji kilijaa moshi wa moto na harufu ya mikate ya mhogo iliyoungua kwenye miali ya moto wa kiangazi. Katikati ya mdundo huo, kulikuwa na kijana shujaa aitwaye Kibo, kijana wa kabila la Wapare. Kibo hakuwa kama vijana wengine. Alizaliwa wakati wa mwezi mkali usiokuwa na mawingu, na kutoka alipokuwa mtoto, wazee waliona ishara kwenye nyota, ishara kuwa Kibo alikuwa na hatima kubwa. Alikuwa kwa kasi na kujifunza siri nyingi za mababu, akiingia misituni kutafuta hekima ya mababu waliopita. Wapare walikuwa ni jamii inayojulikana kwa maarifa yao ya ulinzi wa ardhi yao, biashara ya chumvi na uvumilivu wa hali ngumu. Milima yao iliwapa kinga dhidi ya uvamizi wa jamii jirani, na katika miaka mingi Wapare walifahamika kwa mbinu za kipekee za kulinda mipaka yao. Safari ya Kibo mwaka wa kiangazi kirefu uliwahi kuipiga ardhi ya Pare. Vyanzo vya maji vilianza kukauka na mashamba yalidhoofika. Ndipo hapo Kibo alipopata ndoto ya kutisha. Mababu waliomwambia kuwa ili kuokoa watu wake, lazima ende kwenye mti wa maisha, mti uliokuwa mbali zaidi kwenye mlima, wenye ukungu mzito unaosimama juu ya kijiji. Mti huo ulikuwa ni siri kwa watu wa kawaida, lakini wachache walisema kuwa ulikuwa na mizizi ya zamani sana, zilizochukua hekima ya mababu waliopita. Wengi walidhani ni hadithi za kuwatisha watoto, lakini Kibo aliitikia wito. Aliamini kuwa nguvu za mti huo zingempa ujuzi wa kuongoza watu wake dhidi ya balaa linalokuja. Bila hofu, alikusanya kikundi cha watu wachache shupavu, wapiganaji wenye moyo wa simba, wavulana wachanga waliotaka kuthibitisha ujasiri wao, na wazee wenye hekima za kimila. Hatari ya mlima walipanda milima hiyo, wakiingia kwenye msitu mnene uliojaa sauti za wanyama wa mwituni. Joto lilikuwa kali na ukungu mzito uliwafunika kama joho zito. Lakini Kibo aliwasihi washikilie ujasiri. Safari haikuwa rahisi. Walikutana na vizuizi vya asili kama simba wa mlima, ndege wa maajabu na majoka ya kijani ambayo waliamini yalikuwa ni roho wa ardhi inayolinda siri za mti huo. Baada ya siku 7 za mateso, walifika kwenye kilele cha mlima. Mbele yao, mti mkubwa wa kale ulisimama. Majani yake yalikuwa ya kijani kibichi, yakitikisika kwa upepo wa ajabu ambao haukugusa kitu kingine kwenye mlima. Kibo alijua kuwa amefika. Ufunuo wa mababu. Kijiji kilikuwa kimekufa moyo, huku ardhi ikizidi kudhoofika, lakini Kibo aliporudi, alikuwa amejaa nguvu mpya. Alikuwa na siri ya mti wa maisha, na hekima aliyopata hapo ilimruhusu kuongoza Wapare katika kuanzisha mfumo mpya wa kilimo na kuhifadhi maji ambao uliokuwa kijiji kutokana na kifo kilichokuwa kinakaribia. Kwa hekima ya Kibo, Wapare walistawi tena, na jina lake likawa linasemwa kwa heshima katika kila kona ya milima ya Pare. Aliandika historia mpya kwa watu wake, na kutoka siku hiyo aliitwa mlinzi wa milima, mtu aliyewaunganisha Wapare kwa hekima za zamani na matumaini ya siku zijazo. Mwisho wa ngoma za ushindi zilirejea kijijini, zikishangilia hekima na ushujaa wa Kibo.